Hiyo ilikuwa na timu ambayo ilikuwa na compare na hiyo Okapi. Ilikuwa na compare na tulikuwa na wachezaji ambao walikuwa wanajituma wakati huo. Vijana kabisa walikuwa hata wakienda kuomba game hiyo friendly game. Okapi hiyo siku utaona watu wanajaa kabisa. Ujambo mpenda mtazamaji na karibu sana kwenye kipindi chako Sauti ya Wakimbizi, na hii inaitwa Beyond Borders Podcast I Connect, na kipindi hiki kinaandaliwa na kuletwa nami Esther Shubabu STB Magic Voice, na kipindi hiki kinakuwa kupatia nafasi ya kuona maisha halisi ya yule anayezungumza changamoto gani kwa anazipitia na suluhu ambayo tunakuwa tunazipata kwa kipindi hiki. Na kwa siku ya leo tuko na ndugu yetu ndani ya studio ambaye tutamkaribisha. Jambo na karibu. Jambo. Karibu sana studio yetu. Mara ya kwanza tunakualika. Nashukuru sana kwa kuniita katika interview katika studio yenu. Nashukuru sana. Utakuwa unajitambulisha sababu watazamaji hawajakufahamu ni nani? Kwa majina mimi naitwa Chance Mainanda. Mimi ni Mkongomani na ni kocha wa timu ambayo inaitwa Okapi. Okapi, sijui ulitoka Kongo ni hii muda ama umeshakuwa hapa na miaka? Kongo nimetoka kitambo, tangu 2012. So nikafika rasmi hapa 2013. Na ndio ukaanzisha hii mambo yako ya boli ama? Nilifika hapa, obviously mtu akiwa mgeni lazima anajifunza kwa sababu gisi watu wanaishi. Anakwenda kuangalia zoezi gisi inaendelea hapo uwanjani. So nikavutiwa pia. Sababu hiyo kitu iko ndani mwangu, nikavutiwa. Na nikaanza kujoin hao watu kufanya zoezi. Lakini ikafika wakati wale watu wenye washazoea hapo wanasema huyu ni kama hii boli, huyu hii mambo ya sport nini. Iko kama kukuvunja moyo vile. Lakini nikasema tu Mungu nisaidie tu sababu napenda hii career na mimi kesho wanione kama huyu mtu ni wa maana, mambo kama hayo. Na wakati ulianza coach hii timu ya Okapi ama ulikuwa na timu yako peke yako? Wakati nilianza kama player. Nilianza kama player. Nika join kucheza tu zoezi. Baadaye wale wa legend, wale wa kitambo wa hapa nikaona wanakuwa nafukuza baadhi ya vijana, huyu ball hatukuji kufunza ball hapa. So wazo kanikujia. Wazo liponikujia nikasanya vijana, tukakaa na baadhi ya vijana kwa community. Na nikawaambia hii hali si mzuri, inabidi na sisi tuko na timu yetu ya vijana. Na hapo ndipo nikaleta timu ambayo inaitwa Superstar. Ndio ilikuwa timu yangu ya kwanza naanza nayo hapa kambi. Na hiyo Superstar iliendelea na ingali hadi saa hizi? Superstar ilikuwa imeendelea mpaka kulikuwa na ligi ilikuwa imeendelea hapa ya Great Lake. Tukaingiza hiyo timu yetu mahali pale, tukanunua jezi si wenyewe. Kila mtu ametoa kidogo kidogo na tukaingia kwa ligi. Hiyo ilikuwa na timu ambayo ilikuwa na compare na hiyo Okapi. Ilikuwa na compare na tulikuwa na wachezaji ambao walikuwa wanajituma wakati huo. Vijana kabisa walikuwa hata wakienda kuomba game hiyo friendly game. Okapi hiyo siku utaona watu wanajaa kabisa. Na kwa sasa unaendelea kucoach Superstar ama umeshaanza coach? Kwa sasa mimi na coach timu inaitwa Okapi yenyewe. Ambayo ilikuwa natufukuza, lakini baadaye wakaanza kutuweka kwa karibu. Walipoona viwango vile tunaendelea na vile mimi naendelesha hiyo team, ikabidi waweze kutongoza hao watoto. Na walipotongoza hao vijana, ikabidi wako napeleka vijana mmoja, wawili, watatu, ikabidi hiyo team ishuke. Na iliposhuka nikaona sina otherwise, vijana wengine walikuwa wameacha, ndio wakaniongelesha hiyo committee Okapi kaniongelesha kananiambia tukikwambia ukuje kwa hii team ukuwa msaidizi wa huyu kocha ambaye yako hapo Okapi. Na Okapi iende mbele na vijana wako waende mbele, inaweza kuwa mbaya. Mimi nikasema hiyo ni mzuri. Ikabidi ni wajoin hao watu. Na kwa sasa Okapi unaendelea maendeleo gisi ulikuta na sasa unaonaje? Kwa sasa Okapi imeshuka sababu gani? Ni kufatana na ile ufadhili ambao ulikuwa kitambo. Tulikuwa tunasaidika kivilivyo. Lakini sasa hivi kupata ball, sijui kupata uniform kama hizo jezi,
inakuwa shida, na kitu cha maana sana inakuwa ni zile vifaa. Unapokuwa na zile vifaa, wale wa players wanavutiwa, na unapofanya zoezi zako wa player wanakuwa kwa wingi. Lakini hapa juzi tulikuwa kwa tournament ya Bantu Global, ni ya Wabantu huko Kakumatri. So tulijitahidi tena kuamsha team, tukacheza mpaka tukatoka position 2. Ndio. Na hii Okapi ni mnyama, nasikia ni mnyama toka Kongo. Kwa nini mliweka tu? Ni wachezaji wa Kongo peke yake ama? Okapi kama vile umesema ni mnyama, ndio, na ni mnyama ambao unavutia. Inavutia kila mmoja wetu. Na tulipokuwa hapa kambini, hiyo jina ya Okapi iliwavutia wengi. Iliwavutia wa Somali, iliwavutia wa Sudanese, ikawavutia na wa Ethiopia. Tulikuwa na baadhi ya players na wengi wao wameenda nje, na wale wachache wenye wako hapa ndio mimi niko na try kuwaleta tena kwa pamoja, ile Okapi iwaweke kama familia. Ina maana Okapi haichezi wa Kongomani peke yake? Okapi haichezi peke yake kama wa Kongo. Inachanganyika, tuko na makabila tofauti tofauti. Hata ukisema siku moja utembelee hapo Okapi, utaona sura tofauti tofauti mpaka mwenyewe utajua huyu kocha ni kama anajitahidi kuleta watu kwa pamoja. Na kwa unatamani kununua wachezaji unaweka kwa Okapi, mnafanyaje ili mwapate? Okapi huwa inajitahidi, ikimwona mchezaji ambaye ako na kiwango, inaenda kwanza inamuongelesha. After kumuongelesha, watamsikia ule mchezaji anataka nini, ama huyo mchezaji kama anataka kujiunga na timu, na anapotaka kujiunga na timu huwa anatupatia sharti, na ile sharti kama tunaiweza tunazaendana na yeye, na kama tuzaenda na hiyo sharti tunachana na yeye, lakini baadaye yeye mwenyewe atakuja ajilete na kusema kuwa nataka niwachezee Okapi. Na ikitokea ana kiatu ya kucheza nayo, nyinyi kama Okapi mnakuaga unapata hizo pesa za kumnunulia hizo wapi? Akisema ana kiatu, huwa tunamwambia jikaze kwanza, ukuje na kile kiatu ambacho uko nacho, uanze kufanya zoezi tuone kiwango chako. Tunapoona kiwango chako kiko vizuri, wale mafans wenyewe huwa wanaangalia na wanasema mimi mmoja nimejitolea, nitamnunulia. Na kama ule mmoja zijitolea, watu wenyewe wanazajisanya kama wafuatai wa mpira na kusema ya kuwa tutamchangia tumnunulie kiatu ili atuchezee katika timu hiyo. Na ugumu gani mnakuaga mnapitia wakati wachezaji hawapatikane, hamna boli, mnakuaga mnapata shida gani? Changamoto tunayoipata ni pale ninapoona kuwa sina ball na wafadhili hawapo, itabidi nifanye nini? Niwasanye wa players na kuambia mimi kama kocha niko na 500 yangu hapa in cash, niko na 500 hapa, na hiyo ball mnaona inanunua 3500. So tujikaze kati yenu nyote, kila mmoja atoe at least 50 tuone kiwango kitafika ni wapi, alafu tunatafuta mtu mwingine ambaye ni mfuasi wa mpira, tunamwambia sisi tuko na pesa fulani, tuko nataka utuongeze kidogo na sisi tupate ball, tuendelee na mazoezi, na ndio vile tunajiendeleza kwa sasa hivi. Ndio, ikitokea mnapata support fulani mnaweza fanya nini kwa timu yenu? Tukipata support tutaendelea na tutaenda mbele zaidi, na tutawashukuru sana wale ambao watakuja na hiyo support, sababu watakuwa ni kama wanawaleta vijana na kuambia vijana watoke katika zile hali mbaya, sababu ukiangalia kambi sasa hivi mahali tunaelekea, vijana wanaharibika, na kuharibika kwa vijana ni pale hawana umoja wakuja kwa pamoja. Tuseme example, kucheza hiyo ball, kucheza bake, sijui kucheza hiyo nani inaitwa volleyball. Kama hawapati hiyo time ya kuja hapo, ndio maana wengi wao wanaenda katika miadarati na wanapotelea na huko kwenye wanaenda huko. Inawezekana boli inaweza kusanisha vijana wa nchi tofauti kwa pamoja na kuwaletea furaha kweli? Of course yes, boli inaleta watu kwa pamoja, na tunapokuja kwa pamoja tunashauriana, na kama usikii lugha, kuna wale wana translate lugha hiyo kwa kumaanisha ambacho tunakifanya mahali pale, na tuna move on na tunaenda mbele hivyo. Kwa sikia leo Bwana Chance, tunashukuru sana kwa kuja. Hata mimi nashukuru sana kwa kuja mahali hapa katika studio yenu ndio ya kwanza. Itakuwa mzuri pia muone hizo training ya kuwafundisha watu na kujua umuhimu wa vijana ni nini haswa,
sababu unaona vijana wengi wameachilika mali hapa, na sisi kama makocha tumejitahidi na kusema ya kuwa tutawashika mkono hata kama hatuna chochote, lakini ile elimu Mungu ametupea tutajikaza nayo na kuelimisha ili vijana waende mbele zaidi. Na washukuru sana, na mimi nashukuru studio hii. Acha Mungu tu awasaidie na mwende mbele, hata sisi tuonekane mbele zaidi huko kwa watu na tupate wafadhili, itakuwa ya muhimu zaidi. Asante. Shukrani sana. Umepata mwaliko wetu Chance akiwa kocha wa timu ya Okapi hapa nchini Kenya. Anapatikana Kakuma na ndio anakuwa na coach hii timu ya Okapi. Na wameona mambo mengi anakuwa anapitia, changamoto gani wanakuwa nazipata muda ambako wachezaji hawapati, namna gani wanapata pesa kwa timu yao ili wapate wachezaji, ili wapate mpira wa kucheza. Na umekuwa unafaidia mengi sana mpenda mtazamaji. Usikose kujiunga nasi ikiwa basi unapendelea kipindi hiki, basi achia like, comment na kusubscribe. Vile vile usikose kuwasiliana nasi kupitia email yetu Sauti za Wakimbizi. Hapo unatuandikia, bila shaka utakuwa unatupata bila query yoyote. Esther Shibabu ndio mimi. Usikose kuwasiliana nasi, tukutane kwa video zingine, mimi pamoja na timu nzima. Acha niseme tu bye bye.